Bana, kutoka Mwamunyange Ngara akaenda Mbeya City ya pale Mbeya. Baadaye Simba Sports Club wakamuona kama mfalme mpya ndani ya klabu yao ya Simba. Lakini tunachozungumza hivi sasa ni kwamba klabu ya Al Ahly Tripoli nayo imetuma ofa yake ndani ya klabu ya Simba kumuhitaji nyota wao Kibu Dennis Mkandaji. Tutakumbuka aliwahi kwenda nje ya nchi kwenda kufanya majaribio, lakini akarudi ndani ya klabu ya Simba. Sasa Al Ahly Tripoli wanasema hapana, huyo hala hastahili kucheza Simba, aje huku Libya tuje tukiwashe nayo. Shabel, tetesi zinamhusu Kibu Dennis kuhitajika na Al Ahly Tripoli ya nchini Libya. Ya, ni taarifa ambazo pia mwenyewe nimeziona na nimejaribu kunyoma kucheck kwenye vyanzo vingine mbalimbali. Ni taarifa za kweli, na pia hata klabu yake ya Simba Sports Club inajaribu kutafuta deal ambalo litakuwa ni nzuri, lile ambalo lina make sense kwa ajili ya uhamisho wa Kibu Dennis kipindi hichi cha dirisha dogo la usajili, kwa sababu Kibu Dennis ni mchezaji ambaye mkataba wake unamalizika mwishoni mwa mwezi Juni. Mkataba wake unamalizika. Kwa hiyo mazungumzo pia mkataba mpya baina ya klabu ya Simba na Kibu Dennis sio mazuri sana, sio mazuri, na hakuna progress yoyote ya kuonyesha kwamba Kibu anaweza extend ama kaongeza mkataba wake na Simba. Kwa hiyo kuna wasiwasi kwamba Simba wanaweza wakampoteza mchezaji huyo kama free agent, yani akiwa mchezaji huru mwishoni mwa msimu huu, kitu ambacho wao hawataki kukiona kikitokea. Na Kibu ana ofa nyingi sana. Kibu ana ofa nyingi sana kutoka nje pia bara la Afrika, Asia huko, lakini pia ofa ambayo ya sasa hivi ambayo imefika ni ofa kutoka katika klabu ya Al Ahly Tripoli kama umezungumza. Na Al Ahly Tripoli wamekuwa katika rada za wachezaji wengi pia hapa nchini Tanzania katika ligi kuu ya Tanzania bara. Sio tu Kibu Dennis, pia tunafahamu mwezi wa 9 mwaka huu walipeleka ofa Azam kama unakumbuka, ya kumtaka Faisal Salum. Kwa hiyo wamekuwa katika rada pia za kuangalia wachezaji bora katika ligi yetu na kujaribu kuwahamisha kuwapeleka katika ligi kuu ya Libya, ligi ambayo ni ngumu kiushindani, kwa sababu ukiwazungumzia Al Ahly Tripoli unazungumzia klabu namba 2 kwa mafanikio nchini Libya. Ni kama ukiwazungumzia Al Tripoli ni kama unavyozungumzia Simba hapa Tanzania. Wapinzani wao wakubwa ni Al Ittihad ambao wanaonekana wanakimbiza sana, japokuwa wao ndio mabingwa wa ligi ya Libya mpaka sasa hivi, lakini sababu kubwa inawasukuma Al Ahly Tripoli ya kutafuta wachezaji bora zaidi kutokea ukanda mbalimbali kwenye bara letu la Afrika, nao pia wana ndoto za kujaribu ku break through kwenye soka la mpira wa kimataifa wa mashindano ya CAF competition ama michuano ile ya CAF Champions League ambao wanashiriki katika hili bara letu la Afrika. Sasa miaka hii miwili iliyopita wamekuwa na hizo effort za kujaribu kusajili wachezaji bora. Ndio maana unaweza ukaona kwenye timu yao pale walimsajili kwa fedha nyingi mtu kama Mabululu, walimsajili kwa fedha nyingi, beki yule kutoka Rwanda Thierry Manzi. Unaona pia kuna effort za kumsajili mtu kama Faisal Salum kwa fedha nyingi pia, lakini pia wanamtaka pia Kibu katika usajili ambao pia unaweza ukahusisha fedha nyingi. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwa lengo hilo. Hawana malengo kufanya vizuri, kwa sababu msimu hili iliyopita unafahamu msimu wa mwaka jana walitolewa na Simba kwenye kombe la shirikisho kwenye hatua zile za awali. Msimu huu hatua za awali zile za CAF Champions League wakatolewa na RS Berkane. Kwa hiyo wanahitaji wachezaji ambao watakuja kuwapush wakacheze hatua ya makundi, either ni CAF Champions League ama Confederation kwenye mashindano ya CAF Club Competition. Kwa hiyo huwezi kucheza mashindano hatua hizi kubwa za makundi Afrika kama huna wachezaji wenye huo uzoefu. Na Kibu Dennis ni season player kwenye mashindano ya kimataifa. Amecheza na Simba kwenye Champions League, amecheza na Simba kwenye shirikisho, na amekuwa ni wonderful performer kwenye michezo mbalimbali hasa ya kimataifa. Amekuwa akifunga pia magoli mengi kwa upande wa timu yake ya Simba. Kwa hiyo unaelewa interest ya klabu ya Al Ahly Tripoli kwa mchezaji Kibu Dennis ambaye bado ana mkataba wa miezi 6, amesalia mkataba wa miezi 6 katika kikosi cha Simba, na inaonekana Simba hapo tayari kuzikaribisha ofa za kumruhusu Kibu Dennis aweze kuondoka. Lakini kama ukiona Kibu amebaki katika kikosi cha Simba, ujue basi kuna mazungumzo ya Kibu ya kuextend ama kurefusha
mkataba wake angalau kwa msimu mmoja zaidi, yani akawa amebakiza muda wa mwaka mmoja na miezi 6. Nafasi ya Kibu ndani ya Simba kwa msimu huu imeonekana kuwa finyo sana, hajapata nafasi nyingi ya kucheza. Mwalimu mpya beka ambaye amekuja, yawezekana labda kama Kibu atatoka kwenye majukumu yake ya timu ya taifa anaweza akapata nafasi ya kucheza, kwa sababu kama unakuwa unakumbuka kwenye mchezo wa fainali, kuelekea mchezo wa fainali alimzungumzia sana. Nawaza Kibu ata maintain vipi nafasi yake ndani ya Simba, lakini kama atakosa nafasi hiyo anaweza akaondoka moja kwa moja. Kibu nafasi yake ipo Simba, kwa aina wachezaji waliopo sasa hivi waliocha Simba. Kibu sioni kama nafasi yake ipo under threat ama ipo hatarini ama ipo rehani kwa mchezaji yoyote anayecheza kwenye eneo lake, kwa sababu Kibu ni kiungo mshambuliaji wa pembeni. Mara nyingi anacheza kutokea kulia, kushoto anakuepo ili Mpanzu. Wachezaji ambao wamepata nafasi kwenye eneo hilo bado wameshindwa kuniconvince mimi kuamini kwamba wanaweza wakambenchi Kibu Denis. Na Kibu ni kwa sababu tu hivi karibuni alipata matatizo ya kifamilia, alikuwa na msiba wa babake mzazi, ndio maana hajaonekana kwenye mechi nyingi za hivi karibuni, lakini naamini kama atakuwa fit na yupo katika state nzuri ya kiakili atakaporejea, naamini anaweza akatumika vizuri chini ya mwalimu Steve Barker ambaye wakati anakuja na Stellenbosch kwenye michezo ile ya nusu finali alimpraise ama alimsifia sana kama ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanajihudi, wanajituma sana, na ni ndoto ya kila kocha kuwa na mchezaji kama Kibu Denis kwenye kikosi chake kwa sababu ya effort ambayo anaiweka kwenye timu, nidhamu ya hali ya juu na pia discipline ya kimchezo na kwa wachezaji wenzake. Kibu amekuwa na muda mrefu na tamaa ya kuondoka. Kama Simba wataweka ofa mezani, unamuona Kibu Denis akisalia ndani ya Simba ama ndo ataenda moja kwa moja Al Ahly Tripoli akiamini ndio safari yake ya maisha sehemu nyingine imeanzia hapo? Yes, Kibu anatamani kutoka Simba kwa muda mrefu sana, na amewavumilia hata hivyo Simba kwa muda mrefu kwa sababu tangu amesaini mkataba mpya zimekuwa zinakuja ofa nyingi sana za kuondoka kwenda kucheza nje, na yeye ndo matamanio yake ya kutoka Tanzania kwenda kucheza soka la kulipwa nje ya nchi. Kwa hiyo ofa zote ambazo zinakuja Kibu huwa anazikubali, yani anakubali kwamba mimi nipo tayari kuondoka. Shida inakuja kwa klabu yake ya Simba ambao wanakuwa hawapo tayari kufanya biashara ya kumuuza mchezaji kumpeleka katika timu nyingine. Kwa hiyo huwa mara nyingi inakuwa changamoto ndio inakuaga hapo, na ila anashawishika kama itakuja ofa nzuri ya kuwashawishi Simba kumwachia Kibu Denis this time, na hali ya mkataba wake ambavyo ipo kwa sasa hivi, nashawishika wanaweza wakamruhusu kuondoka. Bana, mtazamaji wa Mtani TV, hakikisha una subscribe, una like, una comment na kushare video hizi ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali.